Ni nyumbani kwa marehemu Profesa Philemon Sarungi ambaye alifariki Machi 5, 2025 nyumbani kwake baada ya kupata shambulio la moyo. Hii leo viongozi mbalimbali wa kiserikali wamefika kwa ajili ya kutoa pole na faraja kwa familia ya Profesa Sarungi. Lakini mbali na hayo wameweza kumzungumzia kwa namna tofauti walivyoweza kumfahamu enzi za uhai wake. Miongoni mwa hao ni Waziri wa Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa Dr. Stergomena Tax pamoja na Waziri wa Elimu Profesa Adolf Mkenda, ambapo kimsingi marehemu aliwahi kutumikia katika wizara hizo. Kwanza tu nitoe pole kwa wanafamilia na Watanzania wote kwa sababu msiba huu umetugusa Watanzania wengi kutokana na swali unaloliuliza Profesa Sarungi ni nani. Profesa Sarungi ameongelewa sana katika siku hizi baada ya kututoka. Kwa hiyo mengi amekwishaongea, mimi labda nitaongezea tu. Profesa Sarungi, mimi nimekuja hapa kama Mtanzania, lakini pia kwa sasa kama Waziri wa Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa, kwa kutambua kwamba naye alikuwa ni waziri wa ulinzi kwa kipindi fulani. Profesa Sarungi ni mtu mwema, alikuwa mtu mwema, mcheshi sana, ukikutana naye anazungumza, anacheka. Lakini pia alikuwa ni mtu mwenye upendo, naongelea kibinadamu kwanza, mwenye upendo kwa binadamu wenzake. Mmesikia kwamba hata wakati alipokuwa katika wadhifa mbalimbali, yeye kama daktari alikuwa anauweka pembeni udaktari wake, anahudumia wagonjwa pale ilipohitajika. Kwa hiyo huu ni upendo wa hali ya juu, kuonesha kwamba hauyabebi madaraka lakini unaubeba utu wako zaidi. Lakini pia amefanya kazi katika taifa letu kwa kushika nyadhifa mbalimbali. Akiwa ndio ni profesa, ni daktari, lakini amekuwa katika nafasi mbalimbali, mkuu wa mkoa, waziri wa wizara mbalimbali. Na kote alikopita ukisikia ushuhuda wa watu mbalimbali ni kwamba alikuwa ni mchapakazi na mtu ambaye alilipenda taifa letu. Kwa jeshini alikaa nadhani miaka 4, ni muda wa kutosha kwa Wizara ya Ulinzi na Kujenga Taifa, na ameacha alama kubwa ya mambo mengi aliyoyafanya katika wizara, lakini pia katika kuliongoza jeshi letu la ulinzi wa wananchi wa Tanzania. Kwa hiyo ana mchango mkubwa kitaifa, ana mchango mkubwa katika sekta ya afya, lakini ana mchango mkubwa pia kama binadamu. Profesa Sarungi ni mtu maarufu sana hapa nchini. Amefundisha watu wengi sana pale Muhimbili. Alikuwa mkurugenzi wa Muhimbili, alikuwa profesa pale. Kwa hiyo hata wakati tunakuwa sisi tukiwa wadogo tulikuwa tunamsikia, tunamfahamu. Lakini nilimfahamu kwa kufahamiana kabisa nikiwa kiongozi wa serikali ya wanafunzi Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Wakati huo kama kiongozi nilikuwa nakaa kwenye baraza la chuo, council, na mwenyekiti nakumbuka alikuwa ni Paul Bomani, lakini makamu wa mwenyekiti alikuwa ni Profesa Sarungi. Kwa hiyo tulikuwa tunakutana kwenye vikao sana, kwa maana hiyo nikamfahamu. Sasa sisi wakati tukiwa wanafunzi kulitokea tatizo, mahusiano ya wanafunzi na umoja wa vijana wakati huo yalikuwa na utata ukweli, na sisi tulikuwa tungependa sana tushirikishwe kama ambavyo mimi waziri wa elimu napenda sana kukana na viongozi wa wanafunzi tuongee nao. Ilikuwa ni ngumu sana. Kwa hiyo katokea mvutano mkubwa sana, katokea mgogoro mkubwa sana wakati tukiwa kwenye serikali ya wanafunzi. Baadhi yetu tulikamatwa nini katika mambo kama hayo, na tukapewa tuhuma za uongo kubwa sana. Ikaundwa kamati ya Profesa Sarungi ya kuchunguza kilichotokea chuo kikuu wakati wetu huo. Akafanya kazi yake, akamaliza, na kwa kweli ripoti yake ikatusafisha wote, na tuliandikiwa mpaka barua na chuo kwamba, nakumbuka Warioba alikuwa waziri mkuu wakati ule, tuliitwa Ikulu, tukaongea, tukaandikiwa barua kwamba tuhuma zote zile zilikuwa sio za kweli. Kwa hiyo namuona kama alikuwa ni mtu mmoja wa haki, na kumbuka wakati huo ni wa chama kimoja. Kwa hiyo ungeweza kutarajia kidogo angekuwa labda muoga na nini, lakini alitoa ripoti nzuri sana. Kwa hiyo nilifahamu kipindi hicho kwa sababu ya kufanya kazi nikiwa mwanafunzi, yeye akiwa ni nadhani alikuwa mkurugenzi mkuu wa Muhimbili, lakini makamu wa mwenyekiti wa baraza la Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Baadaye tumeendelea kumfuatilia, alikuwa waziri, amekuwa mkuu wa mkoa wa Kilimanjaro. Hatukuwasiliana kipindi hicho chote, amekuwa waziri, amekuwa mtu maarufu sana nchini. Lakini nashangaa sana wakati nagombea ubunge 2020. Kuna siku moja kulitokea msiba mmoja kule kwetu Rombo, akaja Malichela kwenye ule msiba. Sasa kuna mtu mmoja katika ile timu ya Malichela, simkumbuki nani, akaniita pembeni akaniambia Profesa Sarungi anaomba kuongea na wewe.
Kwa hiyo nikashangaa, nikapokea, shikamoo, akaambia bwana Mkenda nakufuatilia sana. Mimi nilikuwa katibu mkuu. Na anajua unagombea, mimi nakupigia kukutakia kila laheri kwenye kugombea kwako na nini. Nikafurahi sana kwa kweli, na nikaweka azma kwamba baadaye nikimaliza kugombea nitakuja kumsalimia. Nasikitika sana mpaka leo ametutoka, sikuweza kuja kumuona. Lakini Profesa Sarungi vile vile amewahi kuwa waziri katika Wizara ya Elimu. Kwa hata ukiacha yale ambayo namfahamu tangu mwanzo, kuna kila sababu ya sisi kuja kuona watangulizi wetu, kwa sababu sisi wote tumejifunza kutoka waliotutangulia. Tunaongeza tofali juu ya msingi ambao ulijengwa na wenzetu. Kwa hiyo kuna kila sababu ya mimi kama waziri wa elimu kuja kumwenzi hapa, na najua sisi kama wizara na sisi tutatoa rambirambi zetu kuja kusapoti shughuli zake za kumwaga. Kwa hiyo ndio kuna hilo la kumfahamu mimi mwenyewe binafsi, na kuna hilo kwamba kitaasisi alikuwa ni waziri wa elimu na mimi sasa hivi ni waziri wa elimu. Kwa kweli natoa pole sana kwa familia. Nimeongea sana na mama hapa kwa kirefu. Mama nilikuwa simfahamu, lakini tumeongea kwa muda mrefu sana. Ni mcheshi, ni mama muongeaji vizuri sana. Kwa hiyo tunatoa pole na tunamtakia mapumziko ya amani mzee wetu Profesa Sarungi alikotangulia mbele ya haki. Na kitu kimoja ambacho labda nimejifunza yani kinachoniuma kidogo ni wakati alivyonipigia simu wakati nagombea, nilisema nitakuja kumuona. Yani niliweka hilo. Sasa pilika Dodoma wapi sikupata kuja tena mpaka nilivyoona taarifa za kutoka. Kwa hiyo tu unapokuwa unajisikia kwenda kumsalimia mtu, kama inawezekana ni vizuri kufanya hivyo, na hilo ndio naliona kubwa. Kwa hiyo lakini ametangulia, ameishi maisha, huwezi kusema ameishi maisha marefu, lakini kwa kweli amefanya kazi kubwa na ameacha alama sana hapa Tanzania. Na ukienda Muhimbili, wale wote waliosoma mwanzoni wote, mimi nawafahamu maprofesa wengi sana sasa hivi wa medicine, sababu mimi sio kusoma medicine, lakini nawafahamu wengi. Yoyote utakayemuuliza atakwambia kabisa Profesa Sarungi ametoa mchango mkubwa sana. Kwa hiyo kwa taifa kwa kweli tumepoteza mtu mkubwa, mtu maarufu aliyechangia sana katika maendeleo ya nchi yetu. Mimi naitwa Balozi John Ulanga, niko Wizara ya Mambo ya Nje, na nimekuja leo kuhani msiba wa mzee wetu Profesa Philemon Sarungi. Kwa sisi wengine tunamkumbuka kwanza kama ni mtu ambaye alikuwa, najua enzi ya sisi tunakuwa, mimi nilisoma shule ya msingi ya Muhimbili Primary. Kipindi hicho tunakuwa Profesa Sarungi akiwa mkurugenzi mkuu wa hospitali ya Muhimbili. Na tulikuwa tunamjua kama ni mtaalamu wa mifupa. Tulikuwa tunasema kwamba yeye kama ukivunjika akikugusa tu unapona. Yani ile unajua zile ndoto za utotoni. Lakini ni mtu ambaye alikuwa anatupa hamasa ya umahiri katika fani yako, na hata alipokuja kupanda vyeo na kuja kuwa katika ngazi sasa ya siasa, ni mtu ambaye alikuwa anaweza kaacha uwaziri, imetokea kwa mfano kama ajali au imetokea dharura ambaye inahitaji bingwa wa mifupa, alikuwa anaweza karudi hospitali na kufanya matibabu. Na kwa ni mtu ambaye sisi tunamfahamu kama ni mtu alikuwa anajitolea kwa hali na mali, kwa akili na uwezo wake wote kwa ajili ya kuitumikia nchi yake. Lakini pia ni mtu ambaye alikuwa anapenda kutumia muda wake kuwafundisha na kuwaasa vijana. Mimi pamoja na kwamba sisi katika umri wetu ni umri ambao tulisoma na kipindi kimoja na watoto. Tulisoma na kina Veronica na wengine. Lakini utakuta mlikuwa mkikutana, akisha kufahamu. Mimi kwa mfano mimi binafsi alikuwa naweza kaja ofisini kwangu, akakaa, tukaongea, akakupa mawaidha, akakupa ushauri, au mkikutana. Kwa hiyo unajikuta kwamba unapata fursa ya kujifunza kutoka kwa mzee mwenye uzoefu wa miaka mingi na mzee mwenye nia ya kuisaidia na kuipenda nchi yake. Kwa hiyo kwa kweli ni pigo kwa wengi, lakini pia ni funzo kwa sisi ambao tuko kwenye utumishi wa umma, lakini ni funzo kwa watu aidha ni vijana au watu wenye umri mbalimbali, kuonyesha kwamba ukipata utaalamu wa aina yoyote na ukapata madaraka ya aina yoyote, basi utumie utaalamu wako na kutumia madaraka yako kwa kuisaidia nchi yako, kwa kusaidia wananchi wako, na kwa kuhakikisha kwamba unaacha kumbukumbu nzuri kwa watu. Kadhalika hii leo familia imeweza kutoa utaratibu wa maziko ya Profesa Philemon Sarungi, ambapo msemaji wa familia ya Chifu Sarungi, Martin Leonard Sarungi, ameeleza kwamba marehemu Philemon Sarungi atazikwa katika makaburi ya Kondo yaliyopo Kunduchi jijini Dar es Salaam siku ya Jumatatu. Asante. Naitwa Martin
Leonard Sarungi. Mimi ni msemaji wa familia ya Chifu Sarungi wa Utegi Rorya. Nafikiri kwamba wote mnaelewa kwamba baada ya msiba kutokea, kinachofuata mara nyingi watu wanataka kujua kwamba mazishi inakuwa lini na wapi. Na kwa sababu mmekuwa mkifuatilia kwa muda, nafikiri ni wakati mwafaka wa kuweza kuwatangazia sasa hivi kwamba mazishi yatafanyika hapa Dar es Salaam siku ya Jumatatu. Kwa kifupi ndivyo ilivyo. Na hiyo hapo ni maamuzi ambayo imetoka kwa familia, na hayo vile ni maamuzi ya will, usia ambao aliandika mzee wetu. Ni kitu ambacho inatakiwa iheshimiwe. Kuna baada ya kikao cha muda mrefu na nyinyi mmeshuhudia, basi imekuja kwamba tuheshimu hilo ambalo limekuwepo. Sawa, atazikwa makaburi ya kwa Kondo ambaye ni Kunduchi. Nafikiri ni maeneo ya Kunduchi kwa Kondo hiyo siku ya Jumatatu. Na kama mnavyoelewa kwamba mdogo wake anayemfuata naye amefariki siku ya jana, basi ina maana kwamba baada ya mazishi hapo familia itakuwa naondoka kwenda nyumbani Rorya kwenda kumzika na mdogo wake vile. Ndio, ni hapa tutaendelea kuwepo hapa. Kwa muda ambao utakuwepo hiyo siku ya Jumatatu, itakuwa ni kuanzia muda wa saa 4. Profesa Sarungi alikuwa mtaalamu wa mifupa na upasuaji, na aliendelea kupanua wigo wa elimu yake katika vyuo mbalimbali vya kimataifa. Lakini pia urithi wake utakumbukwa vyema katika namna ambavyo yeye alivyoweza kujitoa kwa jamii, hasa katika kuivaa haswa kofia yake ya udaktari licha ya kuwa ni mwanasiasa. Asia Gamba, Mwanzo TV, Dar es Salaam.